Siku 5 tu baada ya kushinda taji la kombe kuu katika mashindano ya raga ya dunia, timu ya taifa ya wachezaji 7 kila upande ilipata mwaliko wa pekee kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi. Rais alijikumbusha ujana wake alipojumuishwa katika mchezo huu wa raga, japo ulikuwa wa kuigiza. Rais alitumia fursa hii kutangaza kuwa mswada uliopitishwa bungeni wa kupambana na dawa za kututumua misuli sasa itakuwa sheria. Tomorrow we are signing that anti-doping bill, so nobody has a reason to say Kenya will not participate in the Olympics. We shall be at the Olympics, and I'm certain from these lads to all the athletes who will be out there, they will make this country proud. Shirikisho la kupambana na dawa za kututumua misuli ulimwenguni WADA lilikuwa limeipatia Kenya makataa hadi tarehe 2 mwezi ujao ili kupitisha sheria kupambana na dawa haramu kwa wachezaji. WADA itaandaa mkutano maalum tarehe 12 mwezi ujao ili kujadili kwa kina hatua ya Kenya kupitisha sheria hiyo ambayo itatiwa saini na rais. Tusi waharibi, yeah? They are doing their part. It's for us now to do our part. Ufanisi wa timu ya taifa ya raga ulipigwa jeki baada ya rais kutangaza donge nono kwa kikosi hiki. This winning team shall receive the players, the coaches, the whole team will receive 10 million shillings from the government. And we shall also ensure that all their arrears, all their dues, even from some of our parastatals who have been supporting them, who wamelega kidogo ile tulikuwa tunaambiwa, yote mtapata. Haki yenu mtapata, kwa sababu hata sisi kama Wakenya mumetupatia haki yetu by making us proud and putting us on the world map. Baada ya zawadi ya shilingi milioni 10 kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, sasa ni juhudi ya timu ya taifa ya Kenya kuona kwamba imefanya vyema katika raundi 2 zijazo. George Ajowi, QTV, Nairobi.